itatatua kwa kiwango kikubwa changamoto ya masuala ya gharama za matibabu. Na sisi kazi yetu kama wizara ni kuhakikisha kwamba basi wazee wanapata bima za afya. Kwa hiyo tutahakikisha mnapata bima za afya. Lakini naomba nitumie pia fursa hii kuwapongeza wenzangu wa manispaa ya Ubungo, kuanzia uongozi msema na wilaya, kwenye mkuu wa wilaya, mkurugenzi na watendaji, mganga mkuu wa wilaya, maafisa ustawi wa jamii, na nashukuru nampongeza Bi Zainab hapo kwa kazi kubwa anayofanya na wenzake. Msikiza daktari hapa kizungumza mambo makubwa ambayo wanafanya. Kwa hiyo kwa kweli fanya kazi kubwa wakijua kwamba ni jukumu la serikali pia kuwahudumia wazee wetu. Na wanajua wanafanya hivyo wakijua kabisa kwamba serikali yetu, wao wakiwa ni sehemu ya serikali, inathamini sana wazee wake. Serikali inathamini, inawapenda wazee. Wazee si mnalijua hilo? Tunajua kwamba serikali yenu inawapenda, inawathamini, inawajali sana. Kwa hiyo mkiona kama hichi tulikuwa tunaambia na mama zetu hapa kwamba wenzetu hawa wa manispaa, hata ikitokea usiku ukiwaambia kuna 1 2 3, wanawajibika. Na wenyewe wamezungumza hapa ni katika kutekeleza hilo, kuthamini na kuwajali wazee wetu. Tunamshukuru sana katibu kwa kutusikiliza, na tunamshukuru kwa ahadi alizotoa ambazo atazifanyia kazi, ambazo zitatusaidia sana katika kuendesha kituo. Pia tulikuwa na tatizo la bima. Wazee wakiugua, wakipelekwa kwenye hospitali za rufaa, inabidi sisi wenyewe wanachama tujipige ili tuweze kusaidia katika kulipia gharama hizo. Hilo pia halmashauri imesema itajitahidi kutupatia referral pamoja na msamaha wa huduma za hospitali. Ni siku njema sana kwetu ya kutembelewa na ugeni mzito wa serikali kama hivi. Na mara nyingi sana tunaposikia sehemu fulani alitembelea mkuu wa wilaya, sisi tunasema sisi itakuwa lini? Sasa leo Mwenyezi Mungu ameanza kutufungulia. Tunamshukuru sana Mungu. Na tunawashukuruni nyinyi wote mliokuja kututembelea hapa. Nadhani changamoto mmezisikia, na nashukuru mmejibu vizuri changamoto zetu hizi. Sisi hapa kazi yetu ni kumuomba Mwenyezi Mungu ili muweze kufanikisha changamoto hizi, ili na sisi tuwe katika hali ya ubora. Kwa kweli tunawashukuruni sana kuja kwenu. Tumepata faraja. Huu ni upendo. Huku ndio kutujali. Hii mmeguswa kwamba wazee wa Kwembe leo tuwatembelee. Nyinyi ndio mko mgongoni, mnatufuatilia. Tunashukuru sana kwa kuja kwenu nyinyi. Mungu awabariki, mkae salama, awape afya njema. Awape afya njema. Mahali palipopungua Mwenyezi Mungu awaongezee. Mahali palipopungua Mwenyezi Mungu alete faraja. Muwe na afya nzuri. Ni hilo tu nilokuwa nashukuru.